Habari za wakati huu popote pale ulipo msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, natumai ya kuwa uko mzima wa afya na upo tayari kabisa kuweza kusikiliza kile ambacho tumekuandalia kwenye siku ya leo, ikiwa ni tariki 6 mwezi Juni mwaka 2026. Hii hapa unayotegea sikio na kuitizama ni Kwetu News 24, na kualika kuweza kuambatana nami mwanzo hadi tamati katika habari zetu za leo ambazo zitagusia hali ya kiusalama pamoja na vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Usikose kusubscribe channel yetu msikilizaji, usikose kutufuatilia hata kwenye mtandao wetu wa Facebook. Ukiandika Kwetu News 24 utakutana na mwendelezo mzima wa habari zetu huko mitandaoni. Usikose kushare na kulike, lakini pia kucomment ili uweze kutupa nguvu kwa kile ambacho tunachoendelea kukifanya kila kuchako leo. Naam, miongoni mwa habari kuu ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo msikilizaji, ni pamoja na pigo kubwa kwa wasaliti wote wanaosaliti nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Sasa kesi za kwanza zimeanza kusikilizwa jijini Kinshasa. Waendesha mashtaka wa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanamshtaki mkuu wa zamani wa jeshi Christian Chiwewe kwa mawasiliano na maafisa wa jeshi la Rwanda kwa madai ya njama ya mapinduzi ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Anapotajwa Christian Chiwewe, moja kwa moja wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini na jimbo la Kivu ya Kaskazini moja kwa moja wanamjua bila shaka kwa kazi ambayo alikuwa akiitenda kama afisa mkuu wa kijeshi wa majimbo ya mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Aliyekuwa mkuu wa wafanyakazi wa FARDC Luteni Jenerali Christian Chiwewe alifikishwa mbele ya mahakama kuu ya kijeshi jijini Kinshasa, ikiwa ni makao makuu ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, akikabiliwa na mashtaka mazito, ikiwa ni pamoja na kupanga njama ya kupindua agizo la katiba pamoja na makosa mengine. Kulingana na waendesha mashtaka wa kijeshi, Chiwewe Christian alikuwa akiwasiliana moja kwa moja na maafisa wa jeshi la Rwanda kama sehemu ya mipango ya kufanya mapinduzi dhidi ya Rais Felix Tshisekedi. Hakuna majina maalum ya maafisa wa Rwanda ambao wamefichuliwa hadharani ambao alikuwa akizungumza nao Christian Chiwewe. Lakini pia Christian Chiwewe anashutumiwa kwa umiliki haramu wa silaha na risasi, ukiukaji wa amri za kijeshi, uajiri maafisa wakuu wa FARDC kwa mazumuni ya binafsi, kushiriki katika mikutano mbalimbali na watu kama majenerali wa zamani John Numbi ili kubadilisha utawala kwa nguvu. Chiwewe ni mmoja wa maafisa 10 wa FARDC wanaosikilizwa katika kesi hii. Wengine ni pamoja na Jenerali John Ngoi wa Kabila, huku wengine kama John Numbi na Pascal Nyembo wakihukumiwa bila kuwepo mahakamani. Hao ambao walisikilizwa bila kuwepo mahakamani, bila shaka kesi zao zitaendelea kwa mujibu wa mahakama ambayo ilifuatilia kesi hiyo huko jijini Kinshasa, ili kubaini kuwa ni kweli walikuwa wakishirikiana na Christian Chiwewe au la. Lakini vyanzo vya habari vinasema kuwa kulingana na ufuatiliaji wa kesi hii, bila shaka wale maafisa wengine wanashutumiwa kushirikiana moja kwa moja na Christian Chiwewe kwa ajili ya makosa hayo ambayo yanatajwa na mahakama kuu ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Utakumbuka tu kuwa alipoteuliwa Jenerali Chiwewe kuwa afisa mkuu wa majeshi jimboni Kivu ya Kaskazini, Kusini pamoja na huko Ituri, kwa kifupi mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, miji mingi ilichukuliwa na waasi wa AFC M23, likitajwa lile la Goma pamoja na Bukavu, lakini pia waasi waliweza kusonga mbele kabisa hadi kusini mwa jimbo la Kivu ya Kusini kama Uvira na maeneo mengine mbalimbali ya tarafa la Fizi, ambako wananchi wa tarafa hizo waliendelea kujiuliza maswali mengi huko wakiona kwa mbali usaliti wa baadhi ya viongozi wa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC. Moja kwa moja serikali ina jicho ndefu kama wanavyosemaga siku zote. Sasa kesi zao zimeanza kupekuliwa moja baada ya nyingine. Habari nyingine ni kwamba Luteni Jenerali Abedi Rwabasira
ambaye hadi sasa alikuwa kamanda wa shule za kijeshi za jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC, amesimamishwa kutoka katika majukumu yake kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vinavyolingana. Ili kuhakikisha mwendelezo wa uongozi na utendaji mzuri wa taasisi za mafunzo ya kijeshi, Meja Jenerali Kalonda Famba CAF ameteuliwa kushika nafasi hiyo kwa muda kama kaimu mkuu wa kitengo hicho muhimu cha FARDC. Kabla ya kuteuliwa kuongoza shule za kijeshi, Luteni Jenerali Obed Rwabasira aliwahi kushika nyadhifa muhimu ndani ya jeshi la Kongo. Aliwahi kuongoza mkoa wa kijeshi wa 34 huko Kivu Kaskazini pamoja na mkoa wa kijeshi wa 5 huko Kasai, maeneo mawili ya kimkakati yanayokabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kueleza sababu za kusimamishwa kwake kazi Bwana Obed, aliyekuwa msimamizi wa vituo mbalimbali vya mafunzo ya kijeshi nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hata hivyo, uamuzi huo unakuja katika kipindi kinachoonekana kuwa na mabadiliko na marekebisho ndani ya safu za juu za uongozi wa jeshi la Kongo. Msikilizaji wa Kwetu News 24, tukiendelea na habari hizi, kusimamishwa kwa Obed aliyekuwa msimamizi wa vituo mbalimbali vya mafunzo ya kijeshi jimboni nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kunatoa picha halisi ya kuwa serikali ya DRC inaendelea kukagua moja kwa moja watu wote ambao ni washakiwa waliosaliti nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Inawezekana Bwana Obed naye siku si nyingi akaanza kabisa kusikilizwa kwenye mahakama kuu huko Kinshasa ikiwa atagundulika na hatia fulani. Uvamizi wa nchi ya Rwanda katika nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bado maswali yanaendelea kuulizwa na walio wengi, lakini Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, ameweza kutoa mwangaza kuhusiana na uvamizi wa Rwanda ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Marco Rubio alisema dalili za kuheshimu makubaliano sasa zinaonekana upande wa nchi ya Rwanda. Serikali ya Marekani ina matumaini ya kuwa kufikia katika ya Julai mwaka 2026 majeshi ya Rwanda yatajiondoa kweli katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ujumbe kwa wananchi wa Fizi pamoja na Baraka, lakini pia huko Minembwe, bila kutenga kando wakaaji wa huko Uvira, ni kuwa bado ni taarifa ya matumaini tu. Tunangoja tuone vitendo halisi ambavyo vitatendeka ili kuendelea kufuatilia mambo yanayohusu nchi ya Rwanda na nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuhusu uvamizi wake. Msikilizaji, habari hii nitakujia na urefu wake hapo baadaye. Endelea kuwa mvumilivu kwa Kwetu News 24, utapata mwendelezo mzima wa habari hiyo ambayo Marco Rubio ametoa kwa upana kabisa kuhusu kujiondoa kwa majeshi ya Rwanda ndani ya ardhi ya mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa sababu bado tunaangalia kitovu cha Minembwe pamoja na maeneo mengine muhimu ambayo yanashikiliwa na waasi wa AFC M23 wanagoma kabisa kuondoka. Sasa kauli ya Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, italeta maswali mengi sana na mijadala mbalimbali kwenye mitandao mbalimbali, lakini pia kwenye media mbalimbali na wasikilizaji wa Kwetu News 24 ambao wanatusikilizaga kila mara. Naam, tujielekeze pia huko Ituri ambako Meja Jenerali Kasongo Mulumba Batoka Gabi ameteuliwa kuwa gavana wa kijeshi mpya kwenye eneo la huko Ituri. Meja Jenerali Kasongo Mulumba kutoka Gabi ameteuliwa kuwa gavana wa kijeshi wa jimbo la Ituri, akichukua nafasi ya Jenerali Luboya Kashama. Hivyo Jenerali Luboya anaacha majukumu yake ya uongozi wa jimbo hili la mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, likiwa ni jimbo la Ituri na ambalo bado linaendeshwa chini ya utawala wa kijeshi kutokana na kuendelea kwa ukosefu wa usalama. Utakumbuka kuwa eneo la Ituri, eneo la Kivu ya Kusini na Kivu Kaskazini ni eneo ambalo bado uvamizi wa waasi wa ndani pamoja na wa nje kutoka Rwanda wanaendelea kushamiri kabisa kwenye eneo hizo,
huku ADF nalo pamoja na makundi mengine kutoka Rwanda na Uganda yanaendelea kufanya mashambulizi ya kuvizia dhidi ya raia pamoja na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Uteuzi huu unafanyika katika mazingira ya kiusalama ambayo bado yanakumbwa na ghasia za mara kwa mara za makundi yenye silaha pamoja na changamoto zinazoendelea za kuleta utulivu katika eneo la huko Ituri. Msikilizaji, habari ambazo tumezipata kutoka huko Minembwe, habari ambazo bado kuaminika, zinasema kuwa zaidi ya wanajeshi wa AFC M23 Twirwaneho MRDP watano wamejisalimisha na kuweka silaha chini kwenye vituo vya FARDC pamoja na wazalendo eneo la huko Kalingi. Nitakujia na habari ambayo inazungumzia kwa kina kabisa habari hizi, ikiwa tutapata moja kati ya vyombo ambavyo vinahusika na kutoa taarifa vya huko kwenye uwanja wa mapambano huko Minembwe, nitakuja kukuletea habari kamili kuhusiana na habari hii. Msikilizaji, kwa leo nikomee hapo, sina la ziada kabisa. Hii ni Kwetu News 24 na endelea kusikiliza habari hizi na uweze kutumia wengine ili waweze kunufaika pamoja na Kwetu News 24. Kwa heri kwa sasa hadi wakati ujao. Bye bye.